Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amebaini kuwa uchunguzi wa matukio ya mashambulizi kanisani Witima Othaya yamesitishwa na serikali, akidai kuwa matukio hayo yalikuwa njama iliyotekelezwa na Rais Ruto, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na kikundi maalum cha polisi kutoka Baragoi. Kwa upande wake, naibu kinara wa Jubilee Fred Matiang'i amemkashifu Rais Ruto na wandani wake kwa kuendeleza siasa za unafiki nchini, akisema huu ni wakati mwema wa kubadilisha uongozi nchini. Viongozi hawa wamezungumza katika hafla ya mazishi ya mamake Jamle Kamua katika kaunti ya Murang'a. Jabagia ngoma nginya riria ngakua ndina hinya wa roho muthe. Tumekuwa kama center ya unafiki hapa Kenya, especially in the management of government affairs. My brother the minister could not stand the heat, so he has left. Na ukweli ni huo unajulikana. Sasa kanisa ndio ilikuwa mahali watu wanajificha. Tu wanabeba sadaka kwa gunia na mamilioni kupeleka kwa kanisa. Lakini hakuna utu. Their heart ni roho ya unyama. Kwa vitendo wanafanya ni unyama. Ruto alipanga tukuje tuwawe kanisani. Na akatoroka Friday, akaenda Dubai. Na akamwambia Inspector General aende Japan. Ndio hiyo mauaji ikifanyika akue nje ya nchi. Aliposikia kimeumana haikufanyika ndio akarudi. Na what happened is that iko special squad inaitwa Nairobi Sierra, inaongozwa na regional commander anaitwa Colin Seda, na tumepea Inspector General majina ya hao maofficers ambaye walitumwa pale na William Ruto na Kipchumba Murkomen kuja kuua watu. Na uchunguzi umetatizwa na Murkomen hauendelei. Tuko na serikali mbaya. Very bad government. So we went lying. Everything we said we will do, we did not do. We are doing what we never said we will do. Like killing our children, like lying and promising. But I can tell you, hii kitu ya siasa ukiguzwa huwezi toka. So mimi niko ndani kabisa. Ndani kabisa. Na kwa sababu sasa tumefika pahali tumefika. Mimi nataka kuuliza sisi